Kwa majina naitwa Omari Kondo Salum, ni mkazi wa kijiji cha Lusilile. Mheshimiwa, nashukuru kwa ziara yako uliyoiandaa na kuweza kututembelea katika wilaya ya Manyoni. Mheshimiwa, na kero mbili ambazo zinanisibu, ambapo moja kabisa nikianza, kero ya kwanza, na mzazi wangu ambaye ni baba yangu mzazi kabisa aliweza kukata hatimiliki ya eneo lake toka mwaka jana, na akalipia kila kitu na akaambia kwamba hatimiliki yake iko tayari aenda kaichukue, lakini kutokana alikuwa hana nauli ya kuweza kusafiri sehemu alikotoka, sehemu tulikotokea, akasema nitakuja kuifuata nikipata nauli ya kuijia huko na kurudi. Lakini baada ya kwenda kukaa mwaka huu mwezi wa pili, kuna watu wakaja kuvamia lile eneo na kuanza kulitumia pasipo ridhaa yake. Lakini meenda tukawa tumepambana, tukaenda kufungua kesi mahakamani kuingia kwa jinai. Mheshimiwa akatuambia una umiliki halali wa hilo eneo, tukamwambia ndio, tulishakatia hatimiliki, imebaki kwenda kuchukua. Akasema basi fuata kwanza hatimiliki, ili watu waweze kukutwa kwenye hatia ya kuingia kwa jinai lazima uwe na hatimiliki. Tukatoka kule nyumbani kufuata hatimiliki hadi hapa wilayani. Kufika wilayani kudai hatimiliki, wakamuuliza mzee wangu, wewe ndio unaitwa Kondo Salum Ali? Akasema tumeshapata taarifa yako, kesi iko mahakamani, hatuwezi tukakupa hatimiliki yako ili uende ukapate ushindi. Kwa hiyo mheshimiwa, kwa hii kero ya kwanza yangu nilikuwa naomba uweze kunisaidia mzazi wangu aweze kupatiwa hatimiliki yake, kwa sababu alishaambiwa kwamba iko tayari kabisa. Ilikuwa wapi hiyo? Sisi tunaishi katika kijiji cha Lusilile. Nadhani mbunge wetu anatufahamu na nishawahi kumpigia simu. Na hata kwa mwenye hati ni nani? Ndio maana ya ardhi leo nilisema ndio. Anaitwa Kondo Salum Ali. Niko naye hapa ila yuko pembeni kwanza baada hajaitwa. Ndio maana nilisema leo tuko na kamishna mwenyewe wa ardhi. Mmemwona kamishna hapo? Bado hatujaona naye. Mheshimiwa, hii ishakuwa ni kero ya muda mrefu mheshimiwa. Ndio maana nimeamua nije nikuelezee mheshimiwa tusaidie. Kama kero ipo si anaitoa tu hati. Kama hati ipo si anaitoa tu. Maana yake mtoa hati ni kamishna na leo yupo. Sawa mheshimiwa, lakini ninyi mlitakiwa mpewe wapi hiyo hati? Wilayani, mkoani ama makao makuu? Hapa wilayani, ambao sasa mtu ambaye aliyozuia hiyo hatimiliki yupo na yeye hapa. Yuko wapi? Kakataa, yuko hapa, naona yuko na simu ana chat hapa. Yule anaitwa nani? Kwa jina simfahamu, lakini kwa sura ni huyo hapo, kwa sababu nishaenda hadi ofisini kwake na ninamjua kwa sura. Hebu mleteni hapa. Huyo hapa.